Kumkuta mtu hodari wa kusema halafu akawa pia hodari wa hesabu, mara nyingi inakuwa tabu. Aghlabu mahodari wa hesabu wanakuwa si wasemaji, na aghlabu watu wasemaji sana si mahodari wa hesabu. Aghlabu, sijui kwa nini wahasibu wengi hawapendi kusema, na hawa wahasibu wengine maofisini wengi wavuta sigara, wengi sana, si wote. Anapiga mahesabu, yuko kwenye sigara muda wote, yeye na sigara tu, kimya, anacheza na namba. Na ukimkuta mtu anasema sana kwenye mahesabu, si mara nyingi kumkuta hodari. Ziko sifa hazikai pamoja, kama ufundi na usafi. Tabu sana kuwa mtu fundi alafu akawa maridadi, inatokea, lakini tabu sana. Anaweza kuwa msafi wa kawaida, lakini kuwa maridadi, mtanashati naye fundi, ile kazi yenyewe kama ni gereji, kama fundi gani, itamfanya avae tu rafurafu, mradi ikaheshimika. Basi ufundi na umaridadi si aghlabu kukaa pamoja. Tumefahamiana? Na si rahisi sana kumkuta mtu daktari alafu akawa na huruma. Madaktari wengi kwa sababu vile kaona kama imetokea ajali, wameletwa watu, huyu kachanika, yule kapasuka kichwa, ile nini, anawatizama, leta huku, shona huyu, pasua hivi, huruma inakufa kwenye kazi zile. Wewe unapiga makelele, nyamaza utapona we, anakutema uzi na masindano. Udaktari na huruma vinakaa mbali mbali. Mara nyingi, sisemi mara zote, ziko sifa kuzileta pamoja kazi ngumu kidogo. Wizi na ukweli haviendani. Mtu akiwa mwizi anakuwa muongo. Hawezi kuwa mwizi halafu kama msema kweli, kisha kuwa mwizi na uongo unakuja juu yake. Haziko sifa za kukaa pamoja, na ziko sifa hazikai pamoja. Uzinifu na ubakhili. Wazinifu wengi hawawi makarimu. Yuko tayari kuhonga haya mapesa makubwa akazini, lakini kumsaidia mwenzake kula mkate tu wa uandazi. Bwana, pesa unafikiri pesa zinapatikana kirahisi bwana? Ndio namna gani bwana? Nenda uko na njaa zako bwana. Lakini mwanamke anaweza kumhonga talaki na hajampa chochote, kamwahidi tu, anampa laki nzima. Yaani yako masifa hayakai pamoja na yako masifa yanakaa pamoja. Sasa kwa Mwenyezi Mungu kuna mambo ya ajabu makubwa sana. Ladhu maghfiratin, ni mwenye msamaha. Mwenyezi Mungu anasamehe sana, lakini wadhu iqabin alim, na ni mwenye adhabu kali, adhabu yumizayo. Msamehevu na mwenye adhabu kali. Kwa binadamu tabu sana kuwakuta wana sifa zote mbili kwa wakati mmoja. Mwenyezi Mungu pahala pa kusamehe anasamehe kweli kweli, na pahala pa kutia adabu anatia adabu kisawasawa. Zote kwake zipo, kakamilika, mwenye sifa tele kede kede. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan, na kama tungeifanya Qur'ani hii kuwa si lugha ya Kiarabu, lau manake haikufanyika. Kama tungefanya, uwezo wa kufanya hivyo upo kwa Mwenyezi Mungu, lakini hakufanya hivyo. Walau ja'alnahu, na kama tungeifanya hii Qur'anan kuwa ni kisomo ajamiyan, cha Kiajemi, manake si cha Kiarabu. Zamani ukisema ajami ilikuwa inamaanisha lugha yoyote isiyokuwa ya Kiarabu, si lazima iwe ya Kiirani. Siku hizi ukisema ajami katika Kiarabu manake lugha ya Kiirani, lakini kwa wakati ule ajami manake ni lugha isiyokuwa ya Kiarabu, ikiwa ni ya Kiyahudi, ya Kiisraeli, ikiwa ni ya Kiafrika yote, ya Kiabeshi, ikiwa ni ya Kizungu, yote inaitwa ajami. Na kwa sababu Mtume SAW alikuwa Mwarabu, na mitume waliotangulia walioteremshwa vitabu wote hawakuwa Waarabu. Taurati ya Nabii Musa ilikuja kwa lugha ya Kiebrania wanaotumia Waisraeli, tena cha zamani zaidi. Zaburi nayo ilikuja katika lugha ya Nabii Daudi ambacho ni Kiebrania. Injili nayo imeandikwa kwa mara ya mwanzo kwa lugha ya Kiaramu, lahaja ya Kiebrania, lugha ya Nabii Isa. Kwa vitabu vilivyotangulia vyote havikuwa katika lugha ya Kiarabu. Kitabu cha kwanza kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu na cha mwisho ni Qur'ani katika lugha ya
ya Kiarabu. Ingawa kile Kiaramu Kiebrania alichotumia Nabii Isa kilikuwa kiko karibu tena na Kiarabu kuliko kile cha Nabii Musa na Nabii Daudi katika Taurati na katika Zaburi, kwa sababu utakuta mfano katika Biblia imeandikwa, basi akasema Eloi Eloi lama sabaktani. Hiyo ndio lugha ya Kiaramu aliyozungumza Nabii Isa. Kwa Kiarabu itakuwa ilahi ilahi lima taraktani, Eloi Eloi lama sabaktani, ilahi ilahi lima taraktani. Umeona, Eloi Eloi ilahi ilahi lama lima sabaktani taraktani. Unaona vimekaribiana hapo. Akawatokea akawaambia shalom laku, akawatokea akawaambia salamun lakum, shalom laku. Wakamwitikia kumwambia laka shalom, laka salam. Kwa hivyo vinakaribiana. Kiaramu alichozungumza Nabii Isa na Kiarabu haviko mbali sana. Akitulia mtu kidogo anaweza akayaunganisha baadhi ya maneno, lakini juu ya hivyo haikuwa lugha ya Kiarabu, ilikuwa lugha ya Kiaramu. Alichozungumza Nabii Musa kilikuwa kizito zaidi. Alizungumza Nabii Daudi kilikuwa cha wastani, cha Nabii Isa chepesi kidogo, kinakaribiana na Kiarabu, lakini vyote hivyo havikuwa Kiarabu. Kwa hivyo Injili ya kwanza iliandikwa kwa lugha ya Kiaramu aliyozungumza Nabii Isa. Zaburi imezungumzwa kwa lugha ya Kiebrania alichozungumza Nabii Daudi. Taurati imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania au Kiisraeli alichozungumza Nabii Musa. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu, walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan, tungeifanya Qur'ani hii kuwa si ya Kiarabu, laqalu, wangesema, wangepata la kusema. Wangesema nini? Laula fussilat ayatu, kwa nini hazikufafanuliwa aya zake? Imeletwa katika lugha nyingine, aya zake hazijafafanuka, hatufahamu sisi kinachosemwa. Kwa hivyo imekuja kwa lugha yao ili wasipate hoja ya kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kuna aya nyingine kule wamesema kama alivyowanukuu Mwenyezi Mungu, wala kad na'lamu annahum yaquluna inma yuallimu bashar. Na kweli hakika tunajua kuwa wanasema huyu Muhammad anafundishwa haya maneno ya Qur'ani na mtu, na wao walidhani anayemfundisha Qur'ani alikuwa Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal bin Ami wa Bibi Khadija, ambaye yeye pamoja na uarabu wake lakini alisoma mambo ya ilmu ya kitabu kilichotangulia cha Taurati na Injili, na alikuwa anajua lugha ya Kiebrania. Elimu yake ilikuwa imekaa katika lugha ile ya Kiisraeli. Kwa hivyo wakasema kafundishwa na huyo. Mwenyezi Mungu akawajibu akasema, lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, lugha ambayo wanamhusisha nayo ni ya Kiajemi, si ya Kiarabu. Wa hadha, na hii Qur'ani, lisanun arabiyyun mubin, ni lugha ya Kiarabu fasaha. Yani itakuwaje mwalimu akufundishe kwa lugha nyingine halafu wewe ukazungumze fasaha kwa lugha sio ile anakufundishia mwalimu? Inakuwa vipi? Yani tuseme mfano mtu anakufundisha Kihindi, halafu wewe tangu udogoni umefundishwa Kihindi ukaseme Kiswahili fasaha yale unaofundishwa kwa Kihindi. Utayasema vipi sasa wakati hizi lugha mbili tofauti? Haiwezekani. Angesema kile kile Kiebrania. Kwa hivyo sio kweli kuwa anafundishwa na mtu huyo, lakini ndio kutapatapa kwa makafiri. Ajamiyun, kwa misahafu ya zamani zimewekwa hamza mbili. Ajamiyun, misahafu ya sasa hamza moja tu. Ajamiyun wa arabi. Kwa wale wenye misahafu ya zamani unakumbuka hamza ni mbili. Ajamiyun ya sasa imeandikwa ajamiyun wa arabi. Na hii katika mambo ya qiraa inafaa zikija hamza mbili, moja alifu ya kuulizia istifham na moja alifu ya neno, moja inaweza ikaondolewa. Kama vile antum ashaddu khalqan amis samau banaha, pana viraa vitatu pale. Kisomo chetu mashuhuri hamza mbili, antum.
na kiko qiraa cha kuiondoa hamza moja, antum ashaddu khalqan amis sama, na kiko qiraa cha kuvuta tu, antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Kwa hivyo nasomwa antum ashaddu khalqan amis sama banaha, antum ashaddu khalqan amis sama banaha, antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Zote zinasoma, lakini tumezoea sisi antum. Hata kule kwenye harafu al'ana wa qad asaita qablu, al'ana wa qad asaita qablu, al'ana wa qad asaita qablu, zote zinasomwa hizo. Lakini qiraa pale mashuhuri ni kuvuta al'ana wa qad asaita qablu. Kwa hivyo na hapa ziko zote antum ajamiyun, ajamiyun, ajamiyun wa arabi. Sasa hivi ndio tumekwenda na hii ajamiyun wa arabi. Ukimpata mtu mwenye kujua viraa atakuburudisha kwa kweli. Qur'ani kwa visomo tu peke yake burudani. Unaweza ukalala usingizi ukaomba na dele la kahawa likae karibu, iwe unakunywa tu kwa mtu anayejua kuisoma. Ajamiyun wa arabi. Basi hii isokuwa ya Kiarabu Qur'ani, na huyu Muhammad ni Mwarabu, yatakwenda vipi mambo haya? Hii ajamiyun ndio hiyo Qur'ani, wa arabiyun na huyu ni Mwarabu, itakwenda vipi? Iwe Qur'ani ishuke kwa lugha isiyokuwa Kiarabu, halafu nabii mwenyewe ni Mwarabu, yatakwenda vipi mambo? Hayendi. Kwa hivyo kwa vyovyote itakavyokuwa, kwa kuwa nabii ni Mwarabu na Qur'ani yake ije katika lugha nini? Ya Kiarabu. Hakuna kuvitofautisha vitu baina ya yule aliyepelekwa na lugha yake na kitabu anachoteremshiwa. Na wote mitume wameteremshiwa vitabu kwa mujibu wa lugha zao. Kwa hivyo na yeye huyu kateremshiwa kwa mujibu wa lugha yake. Qul huwa lilladhina amanu huda, sema hii Qur'ani kwa walioamini ni mwongozo, wa shifaa'un na tiba au ponya. Na wengine wanasema ponyo, ile shifa ni ponyo. Na ile neno shifa lina matata kidogo katika lugha. Shifa kwa kasri shin, bikasri shini, shifa ni tiba au ponyo, dawa. Shufa bidhammi shini, maombezi, kuombewa. Na pia shafaa, maombezi. Kwa hivyo linaweza kubadilika maana yake, lakini shifa bikasri shini ni tiba, kama ilivyokuja kwenye asali, fihi shifaun linnasi, ndani yake mna tiba kwa watu, mnaponya kwa watu, mna dawa kwa watu. Na hapa imekuja shifa kwa maana ya dawa. Hasa dawa gani? Ndio mjadala wa wanazuoni upo hapa kwenye aya hii na ile ya sura al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun, tunateremsha katika Qur'ani kitu ambacho ni dawa au ni tiba. Tiba vipi sasa? Wako walioitanua maana na wako walioifinya maana ya shifa. Tuirudie aya hii alafu tupate vizuri kuyaweka mambo. Qul huwa lilladhina amanu hudan, waambie hii kwa wale walioamini ni mwongozo unaoongoza katika maisha yao ya dunia ili waijenge akhera vizuri. Na hili neno huda kuwa ni sifa ya Qur'ani halina shaka, limekuja sehemu nyingine, sehemu nyingi sana. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina, kuwa ni mwongozo kwa wao mchao Mwenyezi Mungu, kinawaongoza kitabu hichi katika maisha yao ya dunia kwa ajili ya kuipata akhera. Hii iko wazi, haina mjadala. Hii shifaun, ponya ya vipi? Wako walosema itumike katika maana pana, kwamba hata mtu akiumwa akisomewa Qur'ani anaweza kupona. Ndio wale wanaowasomea watu Qur'ani wakati wamechagawa, wampandisha mashetani. Wakati mwingine watu wanahoma tu wanasomewa Qur'ani, akiwa na matatizo anasomewa Qur'ani kwa hoja ya kwamba shifau.
Na wako waliosema shifaa hapa sio kuponya mwili, lima fi suduri, kuponya vilivyomo katika vifua, maana yake kuwatuliza watu wakiwa na matatizo, wana shida, wanataka kuiba, wanataka kufanya mambo mabaya, watolewe mawaidha, wanataka kuzini, wanagombana, wapewe mawaidha wapate kupona, watulie kiroho, wasifanye vurugu. Kwa hivyo kuna walioifunga hiyo na kuna walioitanua hiyo maana ya shifaa kwamba ni ponya katika maana pana. Inaonekana katika dunia leo hii maana ya kusema Qur'ani ni ponya katika kila jambo imeanza kuwa na nguvu kweli kweli. Maana sasa hivi Waislamu wanatibiana kwa Qur'ani wengi kweli kweli, na wengine wanakuwa wa kweli na wengine wanakuwa matapeli. Katika hili jambo la kuwatibu watu kwa ruqya na viraa na nini, wengine wanakuwa wa kweli na wengine wanakuwa matapeli. Bado uwanja huu ni mpana, wajanja wamepenya, na wako watu wa kweli wamo, lakini kuna wengine wajanja wanapanga mpaka bei. Wanamtazama na mtu anavyokuja, kimuona kaja na kibaskeli wanaambia 10,000, akija na pikipiki 20, akija na gari wanaanza na 50. Wanatazama na anayekuja anakuja vipi, huyu mwenye hili tatizo. Ushakuwa na bei siku hizi wakupelekwa Arabuni, wakupelekwa wapi, wako wanaoishia hapa hapa tu, wako wengine mpaka Ulaya siku hizi wanachukuliwa walladhina la yu'minuna, na wale wasioamini, fi adhanihim, katika masikio yao, waqrun, kuna welding, kuna vizibo. Waqrun, vizibo, welding, wamejazwa welding, wamechomewa, hawasikii kitu. Na hii ni lugha ya mfano, wametiwa vigunzi vigunzi vile, unavijua vigunzi? Kama vile chupa ya asali inatengenezewa kitu cha kuja kutumbukizwa pale kufunika, kuziba, kile kinakuwa kigunzi kile. Wametiwa vigunzi katika nini? Masikio yao. Waqrun, hawasikii lolote. Wametia pamba, hawasikii kitu. Vizibo. Fi adhanihim, katika masikio yao kuna vizibo. Wa huwa alaihim ama, na hii Qur'ani kwao ni upofu. Na hii Qur'ani kwao ni upofu. Hata ikisomwa, hata ikitafsiriwa, hata ikielezewa, hawaoni kitu. Ama. Na huu si upofu wa macho, upofu wa kufahamu. Hii inatumika katika lugha ya Kiarabu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi suduri. Hayapofuki macho, lakini nyoyo zilizomo ndani vifua ndio zinazopofuka. Ndio iko kasida moja kasema, yapofukayo si macho mtu akawa haoni, zipofukazo ni nyoyo zilizomo vifuani. Na hata katika Kiswahili cha ndani kinachotumika katika kisiwa cha Pemba, vile vile mtu akiitwa mpofu, maana yake hafahamu. Afeli tu huyu skuli, ni mpofu. Sio mpofu maana yake mpofu maana yake hafahamu. Usijempa psazo mpofu yule. Kafurahi mzee wa Kanga gani, anajua cha kwao kimesemwa.